Ukweli hauponyi, unachoma. Kwa nini unaniambia hivyo? Kuna kitu zaidi unajua na hautaki kuniambia? Basi niambie, unafikiria nini? Juma, mambo mengine yanahitaji muda kabla ya kufanya maamuzi. Muda gani tena? Nimekuwa nikikupenda toka zamani. Idi, kuna tatizo? Je, pale kuna usalama kweli? Zawadi hiyo imetoka kwa Rajabu. Bila shaka unamjua. Inawezekanaje unipokoe nyama mdomoni? Tulielewana, huu ulikuwa mtihani. Ushachelewa. Achia sema kitoweo. Nimewasikia umeongea Halima dadangu, nakumwambia. Kinyongo cha mapenzi. Baba Halima, nilipata habari za kwamba Muhammad amepotea. Kwa hiyo nikaona nichukue fursa hii nije nijue umefikia wapi, ama swala hilo limefikia wapi. Amshe, nimezunguka kila kona ya kijiji hichi kumtafuta mwanangu, lakini sijampata. Nimeulizia kila mtu aliyekutana naye, lakini mwanangu hajulikani alipo. Sijui nifanyeje sasa. Naomba tuwe na imani. Mwenyezi Mungu ni mkubwa, na naamini popote alipo yuko salama, kwa sababu watu wenye matatizo kama mwanao mara nyingi wakiondoka nyumbani huacha hofu kwa familia. Vipi, Halima sijamkuta? Huyo ndio mjinga mmoja ambaye sitaki kumsikia kabisa masikio wangu wala kumuona mpaka mlete mwanangu hapa. Naomba ugomvi usiwe kikwazo kati yenu, kwa sababu yeye bado ni mwanao. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kukwambia, tuwe na imani. Naamini kwamba mwanao atapatikana akiwa salama. Acha tuombe Mungu arudi akiwa salama. Sawa, mimi naomba niwahi basi masjid, naendelee kutoa hii taarifa. Popote atakapopatikana basi mimi nitakupatia maelezo. Sawa, nitashukuru sana. Baki salama. Inshallah Mwenyezi Mungu atakufanyia nuru kwa hili jambo. Wewe wasikia geti la gongo mwana? Inabidi uende angalie. Karibu Dengi. Karibu ndani. Asante.
Hamisi, kuna nini kinaungua? Ni nguo za zamani tu, nilikuwa nafanya usafi. Oh, kwa maana kuna moshi mwingi hivi. Nilikuwa naona hazifai. Hamisi, mimi naondoka, tutakutana baadaye. Naona mambo mengi yamebadilika hapa tangu niondoke. Karibu nyumbani Dengi. Rajab. Salim. Habari yako? Nzuri kiasi. Karibu tena kijijini. Asante. Mbona unaonekana kama kuna jambo? Kwani hujapata habari? Habari gani? Mohamed amepotea. Mohamed? Amepoteaje? Tangia jana jioni, hajulikani alipo. Kila mtu amemtafuta sana. Hivi sasa babake amechanganyikiwa. Je, umeangalia sehemu anazopenda kwenda? Tumeangalia. Hakuna aliyemuona. Subhanallah. Kwa hali yake, watu wengi wanaogopa alipotea njiani. Halima yukoje? Tangu asubuhi analia. Anajilaumu hata kama hana kosa. Uenda wapi? Kwa babake Halima. Labda kuna kitu unaweza kusaidia. Wewe Mwenyezi Mungu, msaidie huyu kijana. Kila nikikuona moyo wangu utabasamu, lakini wewe hujui kinachoishi moyoni mwangu. Naficha hisia nyuma ya ukimya, nikihofia siku nikisema utanigeuka. Jicho langu kutafuta kila unapopita, jina lako huimba ndani ya nafsi yangu. Laiti ungejua wewe ndiye ndoto yangu, wewe ndiye ndoto yangu, ndoto yangu. Halima, unaendeleaje? Mohamed amepotea. Pia mimi nimepata hizo habari. Ndio maana nilikuwa nakuja kwenu. Nione kama tunaweza kusaidiana. Sidhani kama baba atanielewa, maana tangu jana hana furaha na mimi kwa kile kilichotokea. Ulinipenda, ulinichezea moyo. Kwa nini kila nikimfikiria Halima damu inanipanda. Tulia mshikaji wangu, kwani kuna nini? Sasa nimebaki na kinyongo cha mapenzi. Kinyongo cha mapenzi kinaniumiza rohoni. Ulivunja hadi zetu. Nimejitolea kwa kila kitu. Nimepigana. Nimehatarisha maisha yangu. Lakini mwisho wa siku bado Rajabu anarudi kama shujaa. Halima si mke wake. Bado mambo yanaweza kubadilika. Ndiyo. Na lazima awe wangu. Siwezi poteza nilichokipigania. Mbona mwana unajiita? Kwa sababu nampenda. Na siwezi kubali mtu mwingine aje achukue kitu nilichokipigania. Unataka tufanye nini mshikaji wetu? Sitaki kukuona ukiendelea kuumia hivi.
nikupe rada. Ni nani wewe? Ni mtu ambaye huenda kawa na majibu ya matatizo yangu. Nani alinipigia simu kati yenu? Samahani. Mungu salama. Hii imetoka wapi? Asubuhi hii nimeipata mlangoni kwetu. Na kwa nini nifikie mimi? Ila sasa nina muhimu, lakini naomba uzingatie kilicho kwenye barua. Juma, kuna nini? Naona nimepigiwa simu nije hapa. Sasa nyinyi mwenda wapi na hatujawafahamu? Au unajua? Majibu yote yako kwa hiyo barua. Lakini nini? Msijitoe fahamu kati mnajua nini kinachoendelea. Rajab, nashukuru kwa muda wako na pia kwa kunipa tumaini kuwa tampata Muhammad. Ya mimi nafurahia, nimependa zawadi.
Basi mimi naomba niwahi nyumbani, maana muda unasonga. Kabla uondoke, kuna jambo nataka kukuambia. Halim, nipo tayari kutoa posa kwenu kama tulivyoahidiana. Najua huu si wakati mzuri wa kulizungumzia kutokana na aliyotokea, lakini ningetaka ujue kuwa nilipoondoka sikuondoka kwa sababu nilikuwa nimekusahau, lakini kila siku nilikuwa nikikufikiria nikirudi nikupate bado. Rajab, mimi naomba niwahi nyumbani. Kabla uondoke, ningependa unielezee kuhusu mahusiano yenu. Rajab, mambo yamebadilika. Yamebadilikaje? Baba ameshakubali posa. Posa? Ndio. Ya nani? Siku anajua ungefika lini. Miaka imepita Rajab, mambo mengi yamebadilika. Lakini kwa nini uliendelea kunipa matumaini? Sikutaka kukuumiza. Sasa umefanya nini? Ulinipenda, ulinichezea moyo. Kwa nini kila busu likageuka maumivu? Nilidhani ni sisi milele moja. Sasa nimebaki na kinyongo cha mapenzi. Salamu alaykum. Pole sana Halima kwa kilichotokea. Je, Muhammad amepatikana? Bado tunamtafuta. Kinyongo cha mapenzi kinaniumiza rohoni. Ulivunja ahadi zetu kama kioo mikononi. Nilikupenda kwa dhati bila hila moyoni, lakini ukanipeleka kwenye machozi gizani. Kinyongo cha mapenzi sitasahau kamwe. Ulicheza na moyo wangu kama diti ya mchezo. Leo nimebaki na maumivu yanauma pole pole. Mapenzi yako ni tamu lakini yalikuwa sumu. Ulinipenda, ulinichezea moyo. Kwa nini kila busu likageuka maumivu? Nilidhani ni sisi milele moja. Sasa nimebaki na kinyongo cha mapenzi. Kinyongo cha mapenzi kinaniumiza rohoni. Ulivunja ahadi zetu kama kioo mikononi. Nilikupenda kwa dhati bila hila moyoni, lakini ukanipeleka kwenye machozi gizani. Kinyongo cha mapenzi